Tangu Argentina na Hispania zifuzu kucheza fainali ya kombe la dunia 2026, mitandao ya kijamii imefurika mjadala mmoja mkubwa. Wapo wanaodai kuwa safari ya timu hizo mbili hadi fainali ilikuwa imeandikwa ili kuandaa mazingira ya finalizima ijayo. Kauli kama FIFA walitaka Messi amalizie dhidi ya mabingwa wa Ulaya na hii ilikuwa scripted tangu mwanzo, zimeenea kwa kasi. Lakini je, finalizima ni nini na madai hayo yana ukweli wowote? Finalizima ni mashindano rasmi yanawakutanisha bingwa wa UEFA Euro dhidi ya bingwa wa Copa America. Mashindano hayo huandaliwa kwa ushirikiano wa UEFA na shirikisho la soka la Amerika Kusini, huku FIFA ikiyaunga mkono kama sehemu ya kalenda ya soka la kimataifa. Zamani yalijulikana kama Artemio Franchi Cup, lakini mwaka 2022 yakarejeshwa kwa jina la Finalizima, yakikusudia kuwakutanisha mabingwa wa mabara mawili yenye historia kubwa zaidi katika soka la dunia. Mara ya mwisho Finalizima ilichezwa ilikuwa tarehe 1 Juni 2022 katika uwanja wa Wembley, England. Siku hiyo Argentina iliifunga Italia mabao 3-0, huku Lautaro Martinez, Angel Di Maria na Paulo Dybala wakifunga magoli hayo, huku Lionel Messi aling'ara kwa kiwango cha juu na kutoa tuzo ya mchezaji bora wa mechi, huku ushindi huo ukiimarisha hadhi ya Argentina kabla ya kutoa kombe la dunia baadaye mwaka huo. Baada ya hapo mashindano hayo hayakufanyika tena kwa sababu ya msongamano mkubwa wa kalenda za soka duniani. FIFA ilipanua kombe la dunia la vilabu, UEFA ikaendelea na Nations League pamoja na mechi za kufuzu kombe la dunia, huku shirikisho la soka la Amerika Kusini nalo lilikuwa na ratiba zake za kufuzu. Kutafuta tarehe ambayo mabara yote yangekubaliana ingekuwa changamoto kubwa, ndio maana finalizima mpya bado haijachezwa. Kufuzu kwao hadi fainali ya kombe la dunia kumefanya simulizi hilo kuwa kubwa zaidi, kwa sababu mashabiki wanaiona kama mechi inayoweza kuwa muonjo wa finalizima inayosubiriwa. Hapo ndipo zinapoanza nadharia za scripted. Wapo wanaodai FIFA ingependa kuona Argentina na Hispania wakikutana kwa sababu mechi hiyo ina mvuto mkubwa wa kibiashara, inaunganisha mabingwa wa Ulaya na Amerika Kusini na inaweza kuvutia watazamaji wa mabilioni duniani. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi wowote rasmi unaonyesha kuwa FIFA ilipanga matokeo ya mechi ili kuhakikisha timu hizo zinafika fainali. Ratiba, mfumo wa mashindano na matokeo huamuliwa uwanjani, si kwa maandalizi ya siri. Licha ya mijadala hiyo, finalizima imeendelea kuwa na umuhimu mkubwa katika soka la kisasa. Mashindano hayo huwapa mabingwa wa Euro na Copa America nafasi ya kupima ubora wao, huongeza mapato kupitia haki za matangazo, wadhamini na tiketi, huku pia yakitoa burudani ya kiwango cha juu kwa mashabiki. Kwa wachezaji ni nafasi nyingine ya kuongeza taji la kimataifa na kuandika historia. Hivyo basi, wakati dunia ikisubiri kuona nani atatoa kombe la dunia la 2026, mjadala wa finalizima unaendelea kupamba moto. Je, Argentina na Spain watakutana tena kwenye pambano la mabingwa wa mabara mawili? Hilo linawezekana kutokana na mafanikio yao katika Euro na Copa America, lakini madai kwamba safari yao ya kombe la dunia ilikuwa scripted yanasalia kuwa maoni ya mashabiki na nadharia zinazozunguka mitandaoni bila uthibitisho rasmi. Kilicho wazi ni kwamba kila timu italazimika kuendelea kuthibitisha ubora wake uwanjani. Mimi ni Ino TZD.